Irani na Israel zimeingia katika hatua mpya hatari zaidi ya vita baada ya Teherani kurusha wimbi jipya la makombora ya ballistic na ndege zisizo na rubani kuelekea Israel, huku jeshi la Israel likijibu kwa mashambulizi makubwa na ya wakati mmoja ndani ya mji mkuu wa Irani, Teherani, pamoja na Beirut nchini Lebanon. Mashambulizi ya Irani yalilenga miji mikubwa ya Israel ikiwemo maeneo ya kimkakati na ya kiraia, huku ving'ora vya tahadhari vikilia karibu nchi nzima. Mifumo ya ulinzi wa anga wa Israel ikiwemo Iron Dome na mifumo mingine ya kisasa ulifanikiwa kuzuia sehemu kubwa ya makombora hayo angani. Hata hivyo, baadhi ya makombora yalifanikiwa kupenya mifumo hiyo ya ulinzi na kusababisha milipuko kadhaa katika maeneo kadhaa, huku vipande vya makombora vikiripotiwa kuanguka karibu na makazi ya watu na maeneo nyeti na kuongeza hofu miongoni mwa raia. Kwa upande wa Israel, mashambulizi yake yalikuwa ya kina, kihusisha ndege za kivita, makombora ya masafa marefu na operesheni za kijasusi. Ndani ya Tehran, milipuko mikubwa ilisikika katika maeneo yanayodaiwa kuwa na vituo vya kijeshi, maghala ya silaha na miundombinu ya makombora inayosimamiwa na vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu. Vyanzo vya kijeshi vinaeleza kuwa baadhi ya vituo vya uzinduzi wa makombora na mifumo ya mawasiliano ya kijeshi iliharibiwa, jambo linalolenga kupunguza uwezo wa Irani kuratibu mashambulizi yake. Mashambulizi hayo hayakuishia Irani pekee. Israel pia ilishambulia Beirut, hasa katika maeneo yanayohusishwa na kundi la Hezbollah, mshirika mkuu wa Irani katika eneo hilo. Vituo vya amri, maghala ya silaha na njia za usafiri wa roketi zililengwa, huku ripoti zikieleza kuwa baadhi ya makamanda waandamizi wa Hezbollah waliuawa au kujeruhiwa. Operesheni hizi zinaonekana kuwa sehemu ya mkakati mpana wa Israel wa kukata mtandao wa washirika wa Irani unaojumuisha makundi mbalimbali ya kijeshi katika Mashariki ya Kati. Kadri mapigano yanavyozidi kuongezeka, vita hii imeanza kuvuka mipaka ya Irani na Israel na kuathiri eneo lote la Mashariki ya Kati. Katika siku za hivi karibuni kumekuwa na ripoti za mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na makombora katika baadhi ya nchi za Ghuba, hali iliyosababisha tahadhari kubwa za kiusalama na hata kufungwa kwa muda kwa anga katika maeneo fulani. Miundombinu ya mafuta imekuwa katika hatari, jambo linaloongeza hofu ya kuvurugika kwa usambazaji wa nishati duniani na kupanda kwa bei za mafuta. Kwa mujibu wa wachambuzi wa kijeshi, licha ya Israel kudai kufanikiwa kuharibu sehemu kubwa ya mifumo ya kurushia makombora ya Irani, Tehran bado ina akiba kubwa ya silaha pamoja na uwezo wa kutumia mbinu mbadala kama vile mashambulizi ya kushtukiza, vita vya mtandao, cyber warfare, na kutumia washirika wake katika maeneo tofauti kushambulia kwa niaba yake. Hii inaifanya vita kuwa ngumu zaidi kumalizika haraka, kwani hata kupungua kwa uwezo wa Irani moja kwa moja hakumaanishi mwisho wa tishio. Ndani ya Irani pia kuna dalili za kuimarishwa kwa usalama wa ndani, huku vikosi vya IRGC vikichukua nafasi kubwa katika kusimamia hali ya vita.